Iran imezindua mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo kadhaa muhimu ya Ghuba ya Uarabuni, yakilenga maeneo makubwa ya utalii mjini Dubai, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait, pamoja na maeneo mbalimbali ndani ya Qatar na Bahrain, yakiwemo vituo vya jeshi la wanamaji la Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi hayo yamefanyika kwa kasi kubwa na kwa wingi, huku Iran ikionekana kulenga kila eneo lililo ndani ya uwezo wa makombora yake, katika kile kinachotafsiriwa kama hatua ya haraka kabla ya mashambulizi yanayodaiwa kupangwa na Marekani na Israel dhidi ya hifadhi ya makombora ya Iran. Wakati huo, Iran imetangaza kufunga mlango wa maji wa kimkakati wa Hormuz. Kwa mujibu wa ripoti za Reuters, njia hiyo nyembamba ya baharini ndio lango kuu linalopitisha zaidi ya 20% ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani kila siku. Mafuta kutoka Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na Iraq hupitia katika mkondo huo kuelekea masoko ya kimataifa. Endapo kufungwa huko kutadumu, wachambuzi wanaonya kuwa soko la mafuta duniani linaweza kukumbwa na mtikisiko mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa tangu msukosuko wa nishati wa miaka 1970. Katika hatua nyingine iliyozua mjadala mkubwa, Rais wa Marekani Donald Trump amehutubia moja kwa moja wananchi wa Iran akisema wakae ndani, wasitoke nje ya nyumba zao. Ni hatari sana huko nje. Mabomu yatakuwa yanadondoka kila mahali. Tukimaliza, chukueni serikali yenu, huenda hii ikawa nafasi yenu pekee kwa vizazi vijavyo. Kauli hiyo imechukuliwa na wengi kama ishara ya kuunga mkono mabadiliko ya utawala nchini Iran katikati ya mashambulizi yanayoendelea. Wakati huo, Israel imetangaza tathmini yake kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei huenda aliuawa katika wimbi la kwanza la mashambulizi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka upande wa Iran. Ikiwa taarifa hiyo itathibitika kuwa ya kweli, itakuwa ni moja ya matukio makubwa zaidi ya kuondolewa kwa kiongozi wa juu wa kisiasa katika Mashariki ya Kati katika historia ya kisasa, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa siasa za kikanda. Kinachofanya hali hii kuwa ya kushangaza zaidi ni kwamba saa chache tu kabla ya mashambulizi kuanza, waziri wa mambo ya nje wa Oman alikuwa ametangaza kupatikana kwa mafanikio ya kidiplomasia. Kwa mujibu wa kauli yake, Iran ilikuwa imekubali kusitisha urutubishaji wa madini ya uranium na kuruhusu ukaguzi kamili wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, akisema kuwa amani ilikuwa ndani ya kufikiwa. Licha ya tangazo hilo la matumaini, mashambulizi yalianza muda mfupi baadaye na kuacha maswali mengi kuhusu mustakabali wa kidiplomasia na iwapo juhudi za mazungumzo zilipewa nafasi ya kuendelea. Hali ya sasa inaashiria kuingia kwa mgogoro huu katika hatua mpya yenye hatari kubwa zaidi kwa usalama wa Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia kwa ujumla. Ikiwa kufungwa kwa Strait of Hormuz kutatekelezwa kikamilifu na mashambulizi kuendelea kupanuka, dunia inaweza kushuhudia hasara za moja kwa moja katika bei za mafuta, masoko ya fedha na usalama wa kimataifa katika siku zijazo. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma. Usisahau kuungana nasi kila siku kwa taarifa kamili na zenye uhakika.